Mwalimu ni nani? Mwalimu tunaweza tukasema kwamba ni mtu muhimu sana katika jamii. So kwanza ni zaidi ya mlezi. Muda mwingi ukiangalia mwalimu anashinda na wanafunzi tangu asubuhi mpaka jioni. Mwalimu ndiye anayewashape hawa vijana. Mwalimu ndio mtu ambaye tunamtegemea afanye taifa liwe la aina gani. Mwalimu ni kama mzazi kwangu mimi, kwa sababu muda mwingi huwa tunakuwa na walimu kuliko wazazi. Mfahamu mwalimu, naweza kumuelezea mwalimu kwa namna 4. Kwanza kabisa, mwalimu kama mzazi. Lakini pili, mwalimu kama mlezi. 3, mwalimu kama rafiki. Na 4, mwalimu kama mwanasheria. Maadhimisho ya siku ya mwalimu duniani yalianza kunako mwaka 1966 chini ya Umoja wa Mataifa kupitia mashirika yake ya ILO na UNESCO, yakiwa na lengo la kutetea maslahi ya walimu sanjari na mazingira bora ya kufanyia kazi kwa mwalimu. Je, mwalimu wa Tanzania ananufaika na malengo hayo? Huyu hapa ni Mwalimu Kefas Masawe ambaye ni mkuu wa shule ya sekondari Sumbawanga mkoani Rukwa. Kwetu kwanza kwa na chombo kinachoshughulika na mambo ya walimu kinachoitwa CWT, ambacho mara nyingi ndio kina organize kunakuwa na matamasha ya kupokezi ya siku hiyo. Lakini vile vile kwa sisi kama walimu vile tunajitathmini kuangalia malengo hasa ya siku hii, ambapo tunaangalia sana sana mazingira ya kufanyia kazi, tunaangalia haki za walimu, tunaangalia vile vile je, ni jinsi gani tunatimiza wajibu wetu sisi kama walimu. Moja ya faida kubwa katika maisha ya mwalimu ni kuhakikisha mwanafunzi anapata elimu, na ndiyo maana wanatimiza majukumu yao. Walimu ni wito. Walimu ni zaidi ya ulezi. Kwa sisi kama walimu, ukiachana na taaluma ambayo tayari tumeshaipata ya kuwalea hawa vijana, lakini tunajitahidi tuhakikishe tunawapa elimu inayostahili. Tunastahili vile vile kuhakikisha kwamba kimasomo tunawafanya wawe raia wema. Mwanafunzi anatajwa kuwa ni mnufaika moja kwa moja wa kazi ya mwalimu. Je, wanafunzi Juliet Mwita ambaye ni dada mkuu wa shule hii sanjani na wenzake Stefano Kenani na Millennium Nathani kutoka shule ya sekondari Sumbawanga wanazungumziaje kazi ya mwalimu? Tunakiri kwamba walimu wetu ni wazazi wetu, kwa sababu wanatufundisha maadili mema, nidhamu. Kitu cha kwanza kinachonifurahisha kwa walimu wetu ni ule kujitoa. Walimu wanajitoa sana, wanatusaidia hasa sisi wasichana taaluma yetu ipande. Kitu cha pili ni tunakuwa na elimu. Walimu mamatron wanatuchukua wasichana, wanatuweka katika vikao, wanatueleza madhara ya mimba za utotoni, tusijiingize kwenye mapenzi. Yes. Kama tunavyojua, walimu wana majukumu mengi na walimu wana kazi nyingi na wanawajibika kwa kiasi kikubwa. Sasa wanapopata siku yao ni lazima waangaliwe kwamba mahitaji wanayoyahitaji na uhitaji mkubwa katika maisha yao na familia zao unatendeka au wanaupata, mahitaji yao yanapatikana kwa wakati. Kwa hiyo ningekuwa mwalimu, ningeshauri kwamba siku kama ya mwalimu namna hii, mwalimu asikilizwe kero zake, mwalimu aangaliwe matatizo yake, sio matatizo tu, lakini kuwepo na utekelezaji wa zile changamoto ambazo mwalimu anazipitia, ambazo zinaweza kupelekea kwamba kukata tamaa na ile kazi yake ambayo anaiona kuwa ni kazi njema, lakini baadaye ikaonekana kuwa chungu kwa sababu ya kutotimiziwa yale matakwa yake na mahitaji ambayo anahitaji kwa wakati. Kwa hiyo ningekuwa mwalimu siku kama hii, ningeomba sana na ningeshauri serikali kwamba mwalimu aangaliwe kwa jicho la tatu, aangaliwe kazi anayoifanya na majukumu alionayo kwamba ni mazito kiasi gani na atimiziwe mambo yapi ili mwalimu aweze kuipenda kazi yake. Ninapokuwa na mzazi wangu nyumbani na ninapokuwa na mwalimu shuleni hakuna tofauti yoyote. Lakini ninapomzungumzia mwalimu kama mlezi ni kwamba kama nikikosa kitu kutoka kwa mzazi, mwalimu wangu anaweza kanisaidia kwa kiasi kikubwa. Lakini ninapomzungumzia mwalimu kama rafiki, ni mtu ambaye naweza nikakaa naye, nikaongea naye, nikamweleza nilichokuwa nacho moyoni, akanisaidia kwa namna moja au nyingine. Lakini mwalimu kama mwanasheria, mwalimu anasimamia sheria shuleni, kwa maana shule zetu zinaongozwa kwa mwongozo wa sheria. Kwa maana hiyo basi mwalimu anazifuata zile sheria katika kuniweka mimi kwenye mstari ulionyooka ili kufikia malengo yangu. Kwanza kabisa ni jambo zuri ambalo lipo kitaifa, kidunia kwa ujumla kuwa na siku ya walimu. Lakini mimi kama mwanafunzi, kitu kikubwa ambacho ningeweza kukifanya kwa walimu wangu ni kutoa pongezi. Walimu wanajitahidi kwa kiasi kikubwa sana kutoa elimu kwa wanafunzi, kutoka katika mazingira mazuri, nidhamu nzuri na kukuza uelewa wetu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi ni pongezi kwa mwalimu, maana hakuna zawadi kubwa kwa mwalimu ambayo unaweza kumpa ikatosheleza
mambo yake. Kwa hiyo kitu kikubwa zaidi ni pongezi. Swala la maadili ni changamoto kwa walimu na hata wanafunzi. Wapo wanafunzi wanaopata ujauzito wakiwa wangali shuleni na kukatiza ndoto zao za masomo, lakini pia wapo walimu wanaofukuzwa kazi kwa sababu mbalimbali kwa makosa tofauti, likiwapo swala la kuwapa ujauzito wanafunzi wao. Hiyo imekuwa kama ni tamaduni kwa wazazi wengi wa Kitanzania, kwamba mara nyingi walimu tumekuwa tunapongezwa sana tunapohakikisha kwamba tunapomtoa mtoto katika hatua moja ya kimafanikio kwenda katika hatua nyingine. Lakini wakati mwingine inaweza ikatokea bahati mbaya katika malezi ya hawa wanafunzi, inaweza kaenda tofauti, ndivyo sivyo. Mara nyingi wazazi wamekuwa ni watu wa kuwaza na kuwa na mtizamo hasi juu ya huyu mwalimu. Lakini tunashukuru kwa umoja wetu, na kwa sababu ni jukumu letu na ni kazi ambayo tumejitolea kuifanya, tunajitahidi kuendelea kuwalea vijana. Changamoto zipo, kuna nyingine ambazo zimeweza kutatuliwa, lakini nyingine bado hazijatatuliwa. Kwanza ni swala la ushirikiano wa jamii na walimu. Mzigo wa kuwalea wanafunzi umebaki ni mzigo wa walimu. Jamii kama jamii wamekuwa busy na mihangaiko ya maisha. Lakini kuna swala la maslahi vile vile ya walimu. Kweli serikali inajitahidi kila wakati, lakini bado haijafikia katika kile kiwango kulingana na uhitaji wa walimu. Lakini kuna changamoto ya vitu kama miundombinu. Serikali inajitahidi kuboresha, lakini bado kutokana na ukubwa wa eneo la nchi na idadi ya walimu bado hawajaweza wote kupata miundombinu ambayo ni sahihi, especially kama nyumba za kuishi walimu. Waziri wa Elimu Tanzania, kwanza ningehakikisha mwalimu anapewa haki zake za msingi. Kwa mfano, anaongezewa mshahara. Yes. Ninapotoka nyumbani naambiwa nikawe na nidhamu, lakini ninapofika shuleni nakuta nidhamu ndiyo kipaumbele zaidi kuliko hata nilivyoaswa nyumbani, kwamba ukifika shuleni uwe na nidhamu. Sasa ninapokuta walimu wangu wenyewe ndio wapo kipaumbele kusisitiza kwamba nidhamu inakuwa mstari wa mbele, sawa sawa na moto wetu hapa shule yetu, kwamba nidhamu, elimu na maendeleo. Sasa ninapokuta hicho kitu nafurahi kwamba kumbe kwa sababu wazazi waliniasa, lakini nimefika shuleni nimekuta nidhamu ile niliyosisitizwa inasimamiwa kwa kiasi kikubwa. Kwa upande wangu nafurahi sana kwamba nidhamu yangu inaendelea kujengeka, nidhamu yangu inaendelea kupanda. Lakini sio hivyo tu, lakini kwa sisi kidato cha 5 na cha 6 walimu wanajitahidi sana kuhakikisha matokeo yetu yanakuwa ni mazuri na yenye mafanikio makubwa hapo tunapokwenda. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba sifurahi, kwa sehemu kubwa nafurahi, kwa maana nimekuja shule ili nifaulu. Nimekuja shule ili nifanikiwe. Sasa ninapokuta mwalimu ananihamasisha kufanikiwa, ninapokuta mwalimu ananihamasisha kufika mbali, kiukweli nafurahi sana kwamba kuna mahali nakwenda kupitia mwalimu ambaye nimemkuta hapa. Kwa sehemu kubwa naweza kusema kwamba walimu wangeongezewa vifaa ambavyo vitamtanua mwalimu aweze kutoa vitu ambavyo hata huenda kwenye vitabu havipo, lakini vifaa atakavyovipata vitakuwa na uwezo mkubwa wa kufanya kunyambua kwamba hichi kitu kinatakiwa kifanyike hivi na hichi kifanyike hivi. Especially kwa wanafunzi wa sayansi, walimu wengi wanakosa uwanja mpana wa kueleza mambo yao, wanakosa uwanja mpana wa kuwafundisha wanafunzi, kwa sababu vifaa walivyonavyo havikizi kutamka na kusema yale yote ambayo wanafunzi wanatakiwa wayapate. Kwa hiyo walimu wangeongezewa vifaa ambavyo mwalimu atakuwa huru kusimama na kuzungumza kwamba ukiwa kama mwanafunzi kifaa kiko hichi ambacho kitakuongoza kwenda hapa. Nafikiri mwalimu angepata uwanja mpana sana wa kujieleza. Chama cha Walimu Tanzania CWT kinahusika sana katika kuhakikisha haki na nidhamu ya walimu inadumishwa, kama anavyoelezea Mwalimu Menson Alex ambaye ni mwakilishi wa chama hicho eneo la kazi kwenye shule hii ya sekondari ya Sumbawanga. CWT imekuwa ikimhudumia mwalimu, hasa huduma zake imejilenga katika kupambana na kufuatilia haki za mwalimu, kwa maana ya maslahi, kwa maana ya malalamiko ambayo mwalimu amekuwa nayo, kuanzia miundombinu iliyopo mashuleni na haki ambazo mwalimu anapaswa kuzipata akiwa maeneo ya shule. Kwa hiyo kama viongozi wa CWT tunaikumbusha jamii, kwa maana ya kufuatilia maendeleo ya mwanafunzi, kuifuatilia jamii na ulimwengu kwa ujumla. CWT ni wafuatiliaji wazuri sana wa haki za mwalimu. Isipokuwa kwa wakati ambao tunapaswa kujibiwa,
tunakuwa tumeahidiwa na serikali, kwa maana inahitaji subira. Kazi ya CWT ni kufuatilia maslahi. Ikishafuatilia haki za mwalimu, inasubiri serikali iweze kutekeleza. Pale ambapo pengine serikali inachukua muda kufuatilia, basi lawama zote humrejea huyu kiongozi wa CWT. Si kweli kwamba CWT haiwajibiki, inawajibika na inatimiza. Na ukitaka kufuatilia kwa wakati huu, utaona watumishi wengi ambao wanafanya hasa kwenye idara ya elimu wamepandishwa madaraja, na wengine wanasubiria hivi karibuni, tumeahidiwa kupandishwa madaraja. Kwa CWT inatimiza wajibu. Kuna changamoto nyingi ambazo mwalimu anakutana nazo, yumkini hazileti utulivu kwenye utendaji wa kazi zao. Je, ni nini jamii na serikali ifanye juu ya walimu hao? Kwa kiasi kikubwa mwalimu anakosa ushirikiano kutoka kwa jamii. Ushirikiano umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo kama jamii ikiongeza ushirikiano na mwalimu, basi naamini kwa namna moja au nyingine tutafika mbali. Lakini kitaifa, mwalimu kwanza kabisa ningependa aweze kutimiziwa yale mahitaji yake. Kwa mfano tukiangalia kwa upande wa shule yetu, kuna walimu wanakaa mbali sana na shule. Anatumia muda mrefu kufika shule. Kama walimu wakiwa na usafiri, ni jambo ambalo lingewasaidia vizuri sana kufika shuleni kwa mapema na wakafanya shughuli zao. Lakini nyumba za walimu, nyumba ni chache. Kwa mfano shuleni kwetu hapa ni walimu wachache sana wanaoishi shuleni. Kwa hiyo kama nyumba za walimu zikiongezwa, naamini elimu itafika mbali zaidi. Na pia katika maslahi, kila siku walimu wanalalamika kuhusu maslahi yao, lakini serikali imekuwa ikifanya mchakato kwa kiasi kidogo sana. Lakini naamini ndani ya uongozi wa Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya 5, naamini mambo yatakuwa vizuri, hajawahi kushindwa. Kama tunavyojua kwamba ushirikiano katika jamii ndiyo kila kitu, na kama kutakuwa hakuna ushirikiano, naamini kwamba maendeleo ya elimu ya Tanzania itakuwa ni kama kutwanga maji kwenye kinu. Kwa hiyo ili tuone kwamba jamii yetu inaendelea, ni lazima kuwe na ushirikiano kati ya wazazi na walimu. Walimu wape ushirikiano wazazi, lakini wazazi pia watoe ushirikiano mkubwa kwa walimu, kwa sababu janga kubwa na gurudumu kubwa wanalofanya lililoko katika Tanzania hii ni wanafunzi. Kwa hiyo walimu wakitoa ushirikiano mkubwa kwa wazazi na wazazi wakitoa ushirikiano kwa walimu, naamini elimu yetu ya Tanzania itakuwa ni elimu ya tofauti na tutafika mbali sana. Changamoto ya mimba za utotoni especially kwa wanafunzi limekuwa ni kubwa sana katika mkoa wetu wa Rukwa. Lakini swala kubwa ni kwanza kutoa elimu ya uraia kwa wanafunzi wetu. Lakini la pili, sheria kali kwa wanaohusika na kuwapa wanafunzi mimba. Katika jamii inayotuzunguka kwamba kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa na mienendo ambayo si rafiki katika jamii, ambayo inasababisha mimba kwa wanafunzi. Lakini kuna baadhi ya wazazi ambao hawafuatilii watoto wao kimalezi, na inapojitokeza kwamba serikali inaweza kaamua kwamba sasa tunachukua sheria, tunataka kudhibiti, lakini bahati mbaya kuna baadhi ya wazazi wanakuwa tofauti na msimamo wa serikali, wanakubaliana, mwisho wa siku mwalimu ndio anaonekana kama ni mbaya. Iwe iwavyo, ualimu ndiyo taaluma mama na tena ni adhimu kwa dunia hii, kwani licha usemi usemao elimu ni ufunguo wa maisha, hawezi ukawa ufunguo pasipo mwalimu. Hata wewe na mimi hadi kufikia hapa tulipita kwa mwalimu. Wanafunzi ambao baada ya kutoka katika level fulani wanamdharau mwalimu na kumuona kama mwalimu hafai, wako juu ya mwalimu, lakini mwalimu atabaki juu siku zote, kwa maana mwalimu ndio chanzo cha yeye kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na ndio chanzo cha mafanikio alionao kwa wakati huo, na ndio chanzo cha kumfanya yeye amdharau mwalimu. Lakini mwalimu atabaki pale pale, mwalimu atabaki kwenye uwezo wake ule ule. Mashauri nini? Kikubwa ninachoshauri kwa wanafunzi wenzangu, kwa jamii na kitaifa kwa ujumla, ningependa kwanza na wanafunzi, kwanza tusidharau walimu. Kitu cha msingi kabisa, tusidharau walimu. Yaani walimu ni kila kitu. Kila laheri siku ya mwalimu duniani.